Rubani Daniel alipata wazo la kuwasha taa za ndege ili waweze kuonekanika na hawa wanajeshi kutokea nchi ya Uingereza, lakini ilikuwa ni bahati mbaya kubwa, kwani waliweza kuonekanika na wanajeshi wa Ujerumani. Yakapigwa mashambulizi ya kiume, kwani wakati huo bwana Adolf Hitler hakuwa na mchezo hata kidogo, na ndio maana aliisumbua sana dunia. Nakukumbusha kwamba hii ni episode ya pili ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya kwanza, kisha unagusa hicho kipop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa skrini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Abiria wote walichanganyikiwa kuona mashambulizi haya ya risasi kutokea katika ndege za Wajerumani, lakini upande wa kapteni kwake ilikuwa kawaida kabisa. Aligundua kwamba teknolojia ya kipindi hicho ilikuwa ni ndogo kidogo. Kitu cha kwanza, aliamua kuishusha ndege kuelekea chini kwa kasi sana. Basi na Wajerumani na wenyewe wakaanza kufuata. Alipokaribia kuweza kugonga ardhi, akawa amenyanyua ndege kwa ghafla. Hasa kutokana na elimu kubwa sana ya urubani alionayo huyu mwamba, aligundua kabisa teknolojia ya ndege za zamani ilikuwa haina uwezo wa kupokea mabadiliko kwa haraka. Ni ndege tu za kipindi hiki ambazo zinaweza zikapokea mabadiliko kwa haraka. Kweli kabisa, vindege vya Kijerumani vikajikoroga na kugonga ardhi. Hutakaa uamini, baada ya dakika kama 10-20 hivi hali ikawa imetulia kabisa. Lakini Daniel, mwamba mgeni kabisa katika shughuli hii ya urubani, alijikuta amechanganyikiwa mpaka akafumba macho yake akijua kwamba tayari ameshaingia kuzimu. Lakini pia baadhi ya maeneo ya ndege yalikuwa na matundu fulani hivi, ishara ya kwamba zile risasi pia japokuwa zilikuwa hazina nguvu, lakini zilifanikiwa baadhi ya maeneo kuweza kupenya. Baada ya muda kidogo, captain akaamua kutoka kule katika sehemu ya kuongozea, kisha akaja huku sehemu ya abiria, akatangaza rasmi kwamba wamerudi nyuma mpaka miaka 1945 kutokea mwaka 2026. Na Captain William akasema kuwa tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunaitua ndege katika eneo lolote lile ambalo linaweza kawa salama zaidi kwa sisi kuweza kutua, ila mbaya zaidi ni kwamba yale mashambulizi yameweza kuharibu gia ya kuweza kutua. Kwa hiyo tunahitaji mtu kujitolea kuweza kutatua changamoto hii. Mwanzoni hakuwepo mtu yoyote aliyeweza kujitolea katika kusaidia kuweza kutatua changamoto hiyo, lakini mwisho wa siku Teresa, bidada mmoja hivi na Hector wakaweza kujitolea kwenda kusaidia changamoto hiyo. Basi wakafunguliwa katika ndege na moja kwa moja wakashuka katika eneo hilo la operation. Na hapa bidada Teresa, kwa sababu ni engineer, aliweza kugundua changamoto ilikopo upande upi na akaanza kuihangaikia. Lakini hata baada ya kutatua changamoto hiyo, bado kuna changamoto nyingine tena waliweza kuiona. Katika eneo ambalo kuna tairi la kuweza kutulia ardhini, basi kuna kitu kilikuwa kimenasa kama risasi, kitu ambacho kitasumbua kwa hiyo tairi kuweza kujikunjua na kuweza kutua. Alitakiwa mtu jasiri sana na mwenye roho ngumu kujiamini kushuka mpaka katika lile eneo na kwenda kuitoa ile risasi ili angalau ndege itakapokuwa inapachua matairi iweze kutua salama. Na hakuwepo mtu mwingine wa kujiamini kiasi hicho zaidi ya Captain William. Lakini mwamba Hector akamzuia Captain na kusema kwamba wewe ni mtu wa muhimu zaidi ambaye utahangaikia swala la ndege kuweza kutua. Mimi kama Hector niko tayari kushuka chini kwenda kuipachua hiyo risasi. Kijana damu inachemka akashuka moja kwa moja mpaka pale katika eneo la tairi, kisha akatumia nyundo kuweza kuipachua ile risasi, na dakika chache mbele Captain William akawa ameshuka moja kwa moja kwenda kupaleti ndege. Captain William akamrudia tena yule mwamba anayefahamika kama Naija na akamwambia kwamba ndege yetu ina dakika 8 tu za kuendelea kukaa angani, mafuta yatakuwa yameweza kuisha, na ikifika hatua hiyo basi tutashindwa popote pa kuweza kutulia, tutatua mradi tu tumeweza kutua, tunahitaji uongozi wenu. Lakini kadri wanavyosogelea uso wa dunia ndivyo ambavyo ndege za Kijerumani zinawavizia kwa nyuma na kuanza kufanya mashambulizi. Awamu hii shambulizi moja liliweza kulipukia jirani kabisa na madirisha ya abiria mpaka madirisha yalipasuka. Captain William akaanza kutumia triki mbalimbali walizojifunza katika masomo ya urubani, namna gani ya kuweza kukwepa mashambulizi ama kuzisababishia ndege za majirani wao hatari. Mwisho wa siku katika kukunja huku na kule akasababisha ndege za Kijerumani kuanza kugongana zenyewe kwa zenyewe. Lakini Daniel akatoa wazo jingine kwamba hivi kama tukienda kutua ikiwa tunafuatiliwa na ndege za Kijerumani, sisi tutakuwa tunajipeleka kwenye kifo sisi wenyewe tu. Lakini mtaalamu wa historia akasema kwamba wazidi kumsihi huyu mwamba anayefahamika kama Naija, huenda atatoa sehemu ipi ambayo ni salama kwa wakati huu kwa wao kuweza kutua, lakini nje ya hapo hawezi kuelewa ni wapi wanatakiwa kutua. Naija alishangaa sana kuona kwamba watu hawa mpaka dakika hii wako hai katika anga hilo. Akasema kuwa ina maana ndege za Kijerumani zimeweza kuacha salama, lakini wakasema kwamba bado tuko salama. Akasema sawa, ngoja basi niwape msaada namna gani mnaweza mkatua sehemu salama. Lakini kwa kuwa huyu mwamba Naija hawezi kuona wala hawezi kugundua direction yao, akasema kwamba kama mngekuwa na vitu ambavyo vingeweza kutoa ishara tuweze kugundua ni wapi ambapo nyie mupo, ingekuwa rahisi kwa sisi kuweza kuwatolea msaada na pia kuwapatia maelekezo ni wapi mnatakiwa mshukie kwa wakati huu. Kwa hiyo akaanza kujifikiria ni kitu gani wafanye hasa. Hao wahudumu wa ndege wakapata wazo, wakataka kuchukua baadhi ya mizigo ya abiria kuweza kuitupa chini. Lakini kuna mzee mmoja alikuwa na matoi mbalimbali ambayo alikuwa amewekewa jukuu zake. Akasema msihangaike kuchukua mizigo ya abiria, bali mtumie matoi haya kuhakikisha kwamba mnayatupa huko chini, na atakapoweza kuonekanika basi itakuwa ni ishara ya sisi wapi ambapo tulipo. Basi harakati za kuhakikisha kwamba wanatupa kila kitu huko ardhini zikawa zimeweza kufanikiwa, na jeshi la Uingereza liliweza kuona huo mzigo. Lakini watu wa kwanza kuweza kuona hiyo hali walikuwa ni Wajerumani. Wanajeshi wa Uingereza walichukua hatua kwa haraka sana kwa kuweza kuwashambulia wale wanajeshi wa Ujerumani waliweza kugundua ishara ile, na moja kwa moja wakazielekeza rada zao kufuata huko ambako mzigo umeweza kutokea, na wakagundua ndege ni wapi ilipo. Basi mawasiliano moja kwa moja
pamoja akawa ameweza kuunganika. Kumbuka ilikuwa ni bonge la mchakato. Basi akaanza kuelekeza na kuambia kwamba sasa hivi naweza tukawaelekeza ni sehemu ipi salama nyie kuweza kutua. Lakini kwa bahati mbaya taarifa hii njema iliambatana na taarifa mbaya, kwani mafuta nayo yalikuwa yameweza kukata kabisa, yani yamebakia kama lita 1000 tu. Lakini mwamba Captain William akijaribu kuangalia kidogo katika rada akagundua kwamba mbele yake ni kama kuna dude lingine kubwa sana. Kuja kucheki hivi anagundua kwamba ni ile zoruba ambayo aliweza kuiona mara ya kwanza kabla ya kuingia katika mwaka huu 1945. Na jamaa hakuwa na shaka kabisa, akaamini kwamba kama akiweza kupenya tena katika ile zoruba atarudi tena katika mwaka 2026. Akamwaga Captain Naija na kumwambia kwamba kwa heri mwanangu, umeweza kutusaidia sana lakini hatuwezi kukatua katika ardhi yako. Captain William akawatangazia watu na kusema kwamba tunaingia katika zoruba nyingine tena, kama tutakuwa ni wenye bahati basi bila shaka yoyote tutarudi katika mwaka 2026, lakini kama tutakuwa hatuna bahati huenda tutatokea sehemu nyingine kabisa. Watu wote wakavuta pumzi, abiria pamoja na captain pamoja na huyu pilot Daniel, na moja kwa moja wakaanza kuingia katika lile eneo la zoruba. Kama kawaida kila unapopita katika ile zoruba huwa kuna mtikisiko mkali sana unatokea. Na ile tu wamemaliza kuivuka zoruba, ghafla Binivu wakashtuka kwamba kuna mawasiliano yakaanza kuingia na kusema kwamba wanaongea na kikosi cha anga cha nchi ya Berlin. Ni vyema kama wangepewa taarifa ni wapi ambapo walipo kwa sasa. Captain William hakutaka kabisa kupoteza muda, akatoa maelekezo na wakaelekezwa ni uwanja upi wa jirani kwa wao kuweza kutua, na ni kweli kabisa waliweza kutua salama salmini. Kila abiria haamini kabisa kana kwamba ameweza kutua. Unajua tukio hili ukiwasimulia watu kwamba mlirudi mwaka 1945 na wabongo walivyowabishi lazima watakataa tu, lakini swali ni moja tu, kwa nini yale matobo yapo katika ndege na waliyapatia wapi ikiwa vita hakuna kwa wakati huu? Hasa yule bidada engineer alikuwa amesaidia kueleza kurekebisha changamoto ile katika ndege, alivutiwa sana na Captain William, akajikuta tu anamwambia kaka, naweza nikakutunuku. Mzee akasema hapana bana, nimeoa na mke wangu nampenda sana, kwa hiyo achana nayo bana. Kamtunuku mwamba mwingine kabisa. Na kama swali hili angeulizwa mshikaji wangu anayefahamika kwa jina la Ibra, huyu mwamba lazima angekubali kutunukiwa, lakini huyu kwa sababu Captain William ni mwadilifu na sio kijana wa ovyo, basi akawa amekataa kabisa jambo lile. Bwana, mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia ukomo wa tamthilia yetu nzuri sana ambayo ilikuwa inahusu kupotea kwa ndege ambayo ilirudi katika miaka ya zamani sana na kuweza kuwakomboa abiria lake wote na wakarudi salama tena katika miaka ya sasa. Bwana, sasa baada ya kutazama movie kadhaa za mission, tumeweza kuishuhudia movie ya kwanza ambayo ilikuwa inahusu akina dada waliweza kunasa katika mnara mrefu sana. Ya pili tukaenda kuitazama Nyambizi ya Miujiza ambayo ilienda kutafuta madini katika eneo fulani hivi la Bahari Nyeusi. Na ya tatu ndio hii ambayo tumetoka kuitazama ambayo inahusu ndege ambayo ilipotelea miaka ya zamani na kurudi katika miaka hii ya sasa. Bwana, sasa nawarejesha katika uwanja wa nyumbani katika tamthilia kali sana ya Kikolea. Hii tamthilia ni love story lakini ina kisa cha ajabu sana ambacho ndani yake kina science. Bidada mmoja mrembo sana anayefahamika kwa jina la Sojin. Huyu bidada alikuwa kila akiingia kwenye mahusiano anajikuta tu hayo mahusiano yake yadumu, lazima achane na mtu wake. Kadri anavyozidi kuingia na ndivyo ambavyo anaachana na wapenzi wake karibia wote, mpaka dakika yuko kwenye mahusiano ya 10. Bidada akawa amechoka, umri unaenda, kila akipita mitaani anasikia ile nyimbo inayoimba umezeeka tafuta mume. Kila wakati anasikia hizo nyimbo anajikuta tu mpaka moyo wake unaanza kusisimka, umri unakimbia. Lakini kitu pekee ambacho kinisababisha nimpende huyu bidada, hata siku moja hajawahi kuona kana kwamba amechelewa, japokuwa mambo haya alikuwa kimchanganya, ila akaanza kufanya tafiti juu ya masuala ya upendo. Je, inawezekana kutumia science kuweza kugundua mtu sahihi wa maisha yako? Basi bana, mwisho wa siku bidada alikuja kugundua kwamba kuna mbinu sahihi kabisa ya kisayansi ambayo ukiweza kumgundua mtu sahihi wa maisha yako unaweza ukadate naye mara moja huyo tu na hamji kuachana milele. Hii series kina dada ambao hamdumu kabisa katika mahusiano na niyo kina kaka, basi ni ya kwenu kabisa, usipange kuikosa. Kubwa zaidi ambao mimi zawadi ningependa unipatie, hakikisha tu kwamba umegusa alama ya kusubscribe. Hapo katika channel yangu kuna channel mbili zimeweza kuungana, gusa zote hizo alama ya kusubscribe. Alafu tukifikisha like 100 tu katika video hii, basi moja kwa moja na kwenda kuliachilia dude mwanzo mpaka mwisho. Mzigo utakupa na vipande 10.